Niko pamoja na baadhi ya wajumbe wa management ya LATRA. Kulia kwangu ni Bwana Leo Ngoi, yeye ni meneja wa leseni ambaye ndio anahusika na shughuli zote zinazohusiana na utoaji wa leseni pamoja na masharti ya leseni. Kulia kwangu ni meneja ufuatiliaji, meneja compliance, ambaye ndo kushoto kwangu ni meneja ufuatiliaji Bi Halima Lutavi, ambaye pia kazi yake kubwa ni kusimamia utekelezaji wa masharti ya leseni ambazo watu wa huduma wanakuwa wamepewa, na kwa ujumla anafuatilia utekelezaji wa sheria mbalimbali ambazo zinasimamiwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Tunashukuru sana kwa ujio wenu katika wito wetu huu wa leo, na tunapenda kutoa taarifa ni ya muendelezo. Mtakumbuka kwamba tulitoa muda kwa kampuni zinazomiliki mifumo ya mauzo ya tiketi za kimtandao kwamba mpaka tarehe 30 Juni mwaka huu ilikuwa ni mwisho kwa wao kukamilisha kuunganisha mifumo yao na mifumo ya serikali na kukamilisha kwa ujumla matakwa mbalimbali ya kisheria ili wapate vibali vya LATRA kuendelea kutoa huduma hiyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni za tiketi mtandao za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024 zilizotangazwa katika gazeti la serikali namba 20 la tarehe mosi Desemba mwaka 2024, zimeweka takwa la mifumo ya tiketi mtandao nchini kupata kibali cha mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Na kanuni ya 5 ya kanuni hizo imeweka vigezo vya kupata kibali, ambayo ni pamoja na mfumo husika kuwa na ulinzi dhidi ya uvamizi wa kimtandao, na pia mfumo husika kuwa na uwezo wa kuunganishwa na mifumo ya serikali. Mamlaka imeendelea kutoa elimu kwa kushirikiana na wadau ili kukamilisha matakwa ya kisheria kwa lengo la kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za usafiri kwa urahisi, zenye kuaminika na zenye ufanisi kwa wasafirishaji, watumiaji wa huduma na serikali. Kazi hiyo hufanywa kwa kushirikiana au kwa ushirikiano wa wamiliki wa mifumo na wataalamu wa mifumo ya serikali. Hadi kufikia tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2025, kampuni 3 za mifumo ya tiketi mtandao zimekidhi vigezo vya kupata kibali kwa mujibu wa sheria, na mamlaka imeruhusu kampuni hizo kufanya malipo ili waweze kupatiwa vibali vyao kwa mujibu wa sheria na waendelee kutoa huduma za tiketi mtandao bila bugdha yoyote. Kampuni hizo 3 ni OTAP Agents Company Limited, Hashtag Tanzania Limited na Iyishe Company Limited. Aidha, mifumo 6 ya tiketi mtandao ambayo ni kampuni 6 zinazomiliki mifumo hiyo ya tiketi mtandao zenyewe zimeonyesha mwelekeo mzuri, ila tu wana changamoto ndogo ndogo ambazo wamepewa siku 14 kuanzia tarehe ya leo kuhakikisha kwamba wamekamilisha zoezi hilo za kutatua hizo changamoto ndogo ndogo, na watazifanya kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa mifumo. Na kwa wale ambao watakaoshindwa kukamilisha hizo changamoto ndani ya siku 14, hawataruhusiwa kuendelea kutoa huduma za tiketi mtandao kwenye mabasi yetu. Kampuni hizo 6 ni AB Courier Express Limited, Busbora Company Limited, Logix Company Limited, Mkombozi Infotech Company Limited, Sepa Company Limited na Web Corporation Limited. Aidha, kampuni 2 za mifumo zimebainika kuwa na changamoto kadhaa zinazowafanya kukosa sifa za msingi za kutoa huduma ya tiketi mtandao, na hivyo kampuni hizo 2 za mifumo
wamepewa siku 7 za matazamio ili wahakikishe wanakamilisha matakwa hayo kwa mujibu wa sheria. Na wao vile vile wakishindwa, au wale ambao watakaoshindwa katika kundi hili kurekebisha changamoto zao, basi hawataruhusiwa kuendelea kutoa huduma za tiketi mtandao kwenye mabasi hapa nchini. Kampuni hizo ni Duarani Innovative Limited na Itule Company Limited. Watoa huduma wote ambao hawajatajwa au ambao hawapo katika orodha nilizozitaja hapa juu hawatambuliki na mamlaka kwa mujibu wa sheria kama kampuni za kutoa huduma za tiketi mtandao. Kwa hivyo mamlaka inatoa rai kwa wasafirishaji kuwatumia watoa huduma za mauzo ya tiketi mtandao wanaotambulika ili kuepusha changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza katika ukaguzi ambao LATRA kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwepo wenzetu jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, tutakuwa tunafanya hizo kaguzi. Kwa hiyo kwenye kaguzi zetu tusingependa msafirishaji apate changamoto za aina mbalimbali. Kwa hiyo tunawasihi wasafirishaji wetu watumie watoa huduma za mifumo wale ambao tumewataja kwamba wana mwelekeo wa kukamilisha taratibu, na kwa sababu tunao wa kutosha ambao wameonyesha kwamba wana uwezo wa kutoa hizo huduma, basi tunawasihi wasafirishaji wajikite kwenye kuwatumia hao badala ya kuwatumia watoa huduma mifumo ya tiketi ambao wameonyesha kuwa wana changamoto na hawajakidhi zile hatua za msingi. Na kwa ujumla watoa huduma wote wanapaswa kukamilisha na kuendelea kutekeleza matakwa ya kisheria ya kuunganisha mifumo yao na mfumo mkuu wa tiketi mtandao CETS, yani Centralized Electronic Ticketing System, ikiwa ni pamoja na kuingiza taarifa za mabasi yao au mabasi ikiwa ni pamoja na kuingiza taarifa za mabasi yote wanayohudumia kwenye mfumo jumuishi wa tiketi mtandao UTS. Na huu mfumo jumuishi ndio unawawezesha sasa abiria kuyaona mabasi na kuweza kujikatia tiketi wenyewe popote pale walipo kwa kupitia mfumo huu wa serikali, yani UTS. Wataalamu wetu wanaendelea kufanya kaguzi endelevu na hatua za kisheria zitachukuliwa kwa watoa huduma watakaobainika kukiuka. Pia mamlaka inawakumbusha wadau wote kuwa mfumo mkuu wa tiketi mtandao, yani CETS, umesanifiwa kumwezesha mtumiaji kuwawezesha watumiaji wote wa huduma za usafiri wa treni za reli ya kisasa, yani SGR, treni za reli ya kati, yani MGR, na mabasi yanayofanya safari za mikoani na nchi jirani. Watumiaji wote wa hizo huduma za treni na mabasi nilizozitaja, huu mfumo umesanifiwa kuwawezesha wao kukata tiketi wao wenyewe kutoka popote pale walipo. Kwa hiyo mfumo huo wa mauzo ya tiketi wa serikali au mfumo mkuu mfumo jumuishi wa tiketi mtandao unapatikana kwa kutumia simu janja au kompyuta au vifaa vingine vya kielektroniki ambavyo vina huduma ya internet kupitia anwani ya tiketi.latra.go.tz. Basi ukiingia katika anwani hiyo utaweza mwenyewe kukata tiketi ya SGR, tiketi ya MGR au tiketi ya mabasi. Na ndio sababu tunahitaji sasa wasafirishaji wote watumie watoa huduma za mifumo ya tiketi ambao wameunganishwa na mifumo yetu hii ili kurahisisha huduma, pia kuongeza tija kwa wasafirishaji wenyewe. Sababu nafahamu wasafirishaji moja ya kilio chao ni baadhi ya watu kuingilia mauzo yao ya tiketi. Yaani mtu yuko nje ya stand lakini anakuta ameshakata tiketi ya mkono ile amemwandikia mteja na abiria akifika pale hatambuliki. Kwa tunataka abiria wasipate bugudha, lakini pia wasafirishaji wasipate usumbufu wa namna yoyote. Mwisho kabisa, mamlaka inatoa shukrani za dhati kwa wasafirishaji, shirika la reli nchini TRC, chama cha wamiliki wa mabasi TABOA, wamiliki wa mifumo ya tiketi mtandao na wadau wengine wote kwa ushirikiano mkubwa ambao wameutoa katika kutekeleza kanuni hizi za tiketi mtandao na kwa ujumla katika kuboresha huduma za usafiri zinazodhibitiwa na LATRA.